Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans. Mambo ni mazito kweli kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, wakati wengine wakiendelea kuweza kufurahia ubingwa ambao wameweza kupata wananchi, lakini ndani kunafuka moto kweli. Mambo yamekuwa ni mazito kwa kile ambacho kimeweza kuwekwa bayana na uongozi wa klabu ya soka ya Yanga kwa kile ambacho wanachokipitia kwa sasa ndani ya kikosi chao. Kuna mambo kadhaa ambayo yameweza kuleta mkanganyiko. Kwa sasa unaambiwa vikao vinaendelea vizito kweli. Kuna pande mbili zimegawanyika juu ya kile ambacho wengine wanakitaka kifanyike, wengine hawataki kifanyike. Sasa ni kitu gani hicho ambacho kimeweza kuleta mkakasiko mkubwa ama mpasuko mkubwa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans? Utakwenda kujua hapa nini ambacho kinachoendelea katika uongozi wa klabu ya soka ya Yanga, ambapo taarifa mimi nimekupenyezea kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, na hizi ni zile taarifa za ndani kabisa ambazo uongozi wa klabu ya soka ya Yanga wanakwenda kuziweka bayana ili kila mwananchi aweze kujua, ila wewe unazipata mapema kabisa kwa kile ambacho kimeweza kutolewa. Ila kabla tujaendelea kwa yale ambayo yanayoendelea kwenye kikosi cha Yanga, nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika chaneli ya Wina Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu loandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka. Si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya wananchi Yanga, kwa kile ambacho wanakipitia kwa wakati huu. Pengine kwa macho ya kawaida unaweza kuona ya kwamba mambo yako shwari, bali imetulia katika ardhi ya wananchi Jangwani, kutokana na kuwa na kupata ushindi na kuweza kuibuka na mataji yao yote ambao wameweza kuyapata. Lakini mambo unaelezwa kwamba ni mazito kweli, vuta ni kuvute inayoendelea kwa sasa baina ya viongozi wa klabu ya soka ya Yanga, ndio kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa. Unafahamu ya kwamba klabu ya soka ya Yanga katika msimu huu wa 2024-2025 ambao umekwenda kumalizika, wameweza kuwa na makocha takriban 4 kwenye msimu mmoja. Alianza safari Miguel Gamondi, akaja Sidi Ramovic, hatimaye kocha kutoka KMC akaweza kushikilia katika mchezo mmoja. Baada ya hapo wakamtambulisha kocha Mirudi Amdi, ambaye ameweza kumaliza msimu na kuibuka na mataji yote ambayo yalikuwa yameweza kusalia kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans wameweza kuyarudisha. Sasa kile ambacho kimeonekana ni kama vile mpasuko. Kuna watu ambao wanasema ya kwamba kocha Mirudi Amdi anatakiwa kustahili kubakia kwenye kikosi cha Yanga kunako msimu ujao, lakini kuna baadhi ya watu wanasema ya kwamba pengine safari inaweza ianzie tu hapo, watafute kocha mwingine. Sasa unaambiwa ya kwamba kile ambacho kinachoendelea, kocha mkuu wa Yanga Mirudi Amdi, baada ya kutoa makombe 3, amewagawa mabosi wa klabu hiyo, na sasa wameanza kufikiria kumpa mkataba mpya tofauti na ilivyokuwa awali. Amdi ambaye alianza kuitumikia Yanga Februari 2025 akitokea Singida Black Stars baada ya kocha wa kikosi hicho Sidi Ramovic kuondoka kuelekea katika nchi kule Algeria, ambako alipata ofa nono kweli katika klabu ya CR Belouizdad. Alipewa mkataba wa miezi 6 ambao
ni kocha sasa huyu Mirudi Amdi, ambapo alitakiwa baada ya msimu kumalizika aachane na timu hiyo, lakini baada ya mafanikio makubwa mabosi wa timu hiyo wanafikiria kumpa mkataba mpya kocha huyo. Kocha huyo amefanikiwa kuipa Yanga makombe matatu, yani ligi kuu, kombe la muungano na kombe la shirikisho. Nazungumzia kombe la FA ambalo Yanga imelitoa majuzi Zanzibar kwa kuichapa Singida Black Stars mabao 2-0 katika mechi ya fainali. Pamoja na kuwapo kwa kipindi kifupi, lakini anatajwa kuwa mmoja kati ya makocha ambao wamepata mafanikio makubwa zaidi kwenye kikosi cha Yanga. Taarifa ambazo nimezipata kutoka katika chanzo cha uhakika ndani ya timu hiyo zinaeleza kuwa matokeo mazuri ambayo ameyapata yanawasukuma mabosi wa timu hiyo kuwa na vikao mbalimbali ili kujadili kuhusu uwezekano wa kumpa mkataba mpya kabla hajaondoka kwenda mapumzikoni. Mechi za mwisho Yanga imekuwa inacheza soka kubwa na mabosi wanabishana wampe mkataba mrefu zaidi au waendelee na mchakato wa kutafuta kocha mpya. Mchakato ambao ulishaanza, wanaotaka abaki wanaonekana kuwa na hoja kuwa amekaa muda mfupi lakini ameivusha Yanga sehemu ngumu na kuipa mataji. Chanzo kinasema mmoja wa viongozi wa klabu hiyo amefunguka kuwa, unajua, kadri muda unavyosogea tumekuwa tunaona tofauti timu inacheza kwa mbinu, hasa pale kati tunavyojenga mashambulizi na hata tunavyoshambulia. Kuna umakini mdogo tu ukiongezeka tunaweza kushinda kwa idadi kubwa ya mabao, kwa ambayo yanatukosa kwa sasa. Kusema ni tatizo la benchi la ufundi ni utulivu wa wachezaji wenyewe. Sasa wapo wanaona tuvute subira kwanza, ukizingatia tumebadilisha sana makocha msimu huu, unaona bana, kwa kile ambacho kinachoendelea. Kwa hiyo unaambiwa ni mpasuko kuhusiana na kile kinachoendelea ndani ya kikosi cha Yanga. Wapo ambao wanasema kocha abaki kutokana na falsafa ambao ameweza kuionyesha kwenye kikosi chao. Anasema kwamba anastahili kubakia kwenye kikosi cha klabu ya soka ya Yanga, unaona bana, asiondoke. Wengine wanasema ya kwamba anatakiwa abaki kutokana na kile ambacho ameweza kukifanya. Kwa hiyo kinachoendelea kwa sasa ni pengine ni mvutano wa yale ambayo yanayoendelea. Sasa hapa kuna moja kati ya taarifa nyingine kubwa zaidi ni kuhusiana na yale ambayo yanayoendelea kunako katika kikosi pia cha klabu ya soka ya Yanga. Yanga wameweza kuweka bayana juu ya wachezaji ambao safari yao huenda ikaishia hapo kunako katika msimu ujao, ambapo inaelezwa kwamba miongoni mwao ni pamoja na Kennedy Musonda ambaye pia taarifa ya kuondoka kwenye kikosi hicho iliweka wazi kabisa, na kila mmoja alikwenda kushuhudia kile ambacho kilichoweza kuonekana. Hata katika sherehe za ubingwa hakutaka kuweza kujihusisha kabisa na yale ambayo yaliweza kujili kunako katika kikosi cha klabu ya soka ya Yanga. Akawa ameondoka mapema kabisa kwa yale ambayo yaliweza kuonekana. Kwa hiyo pengine kwa sasa Young Africans kuhusiana swala la kocha, wenyewe wanaangalia mpango wa kuangalia namna gani ya kuweza kumbakisha kocha huyu kutokana na mvuto ambao ameweza kuonyesha pamoja na mafanikio ambayo ameweza kuyapata kunako msimu huu. Kinachosubiriwa kwa sasa ni kusikia taarifa kutoka uongozi wa klabu ya soka ya Yanga utakuja na lipi katika hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu juu ya sajili zao pamoja na kocha wao. Je, wataleta kocha mpya ama itakuwaje? Maoni yako sehemu pekee pa kuweza kuyaweka ni kwenye upande wa comment. Ila kabla tujamaliza nikukumbusha kwamba kama bado hujasubscribe, bonyeza neno jekundu liloandikwa hapo neno subscribe au kabonyeza na alama ya kengele kupata muendelezo.